Machungu sana mwandishi wa habari, watoto wangu watatu. Pole sana. Pole sana. Kulwa, Doto na Rahma walikuwa wanapendana sana. Watoto walikuwa waachani, kila unapowaona wamefuatana wale watoto jamani. Sijui nifanyeje. Yaani yale makaburi nimeenda kuangalia leo asubuhi, yamewekwa pamoja na ile kwa kama tutaya viazi wanangu. Pole sana. Kwa majina mimi naitwa Kamishna Msaidizi wa Jeshi la Polisi John Makuri Mori, ni kamanda wa polisi mkoa wa Lindi. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwapa pole sana wafiwa, lakini pia ndugu, marafiki na majirani wote kwa msiba huu mkubwa sana ambao mkoa wetu na hasa wilaya ya Ruangwa imeupata. Tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 1 asubuhi, watoto watatu wa familia moja waliondoka nyumbani kwa ajili ya kwenda madrasa kwa ajili ya masomo ya dini ya Kiislamu. Taarifa tulizonazo jeshi la polisi, watoto wale hawakufika madrasa, wakapotelea njiani. Baada ya taarifa hizo kutufikia, tulianza msako mara moja kufuatilia watoto wale wamekwenda wapi. Na ilipofika tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026 tukawapata watoto wawili wakiwa porini wamekufa kwa kunyongwa. Mtoto mmoja anaitwa Kurwa Madadi Mohamed. Huyu ana miaka 7, ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mtopitopi hapa Ruangwa. Na mtoto wa pili anaitwa Rehema Selemani Mohamed. Yeye ana miaka 6 na jinsia yake ni ya kike, naye akawa ameuawa kwa kunyongwa kwa kutumia kitambaa ambacho alikuwa amejifunga wakati akienda msikitini. Baada ya hiyo, leo ufuatiliaji uliendelea. Leo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 2 hivi asubuhi kuelekea saa 3 katika pori lile la hapa Kilimahewa tukamkuta mtoto wa 3 ambaye anaitwa Doto Madadi Mohamed, miaka 7, naye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mitopitopi hapa Kilimahewa Ruangwa. Yeye huyu naye uchunguzi wa awali umeonyesha amefariki kwa kunyongwa shingoni mpaka kufa. Lakini vile vile mtoto huyu amekatwa vidole gumba ya mikono yake yote miwili na sikio lake moja limekatwa pia. Sisi kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama mkoa wa Lindi tunatoa wito kwa wananchi, moja, kuwa watulivu. Tukio hili si la kawaida. Ni muda mrefu mkoa wetu wa Lindi uko salama, lakini kwa tukio hili nawaomba sana muwe watulivu. Mtupe fursa tuendelee kuwatafuta hao watuhumiwa ambao wametekeleza mauaji hayo ya kinyama kwa watoto wetu. Jambo la pili, ninawasihi sana wananchi wenzangu kuendelea kuwalinda watoto wetu. Tuweke ulinzi, tufahamu watoto wetu wako wapi, wako na nani, wanafanya nini. Dunia inabadilika, uhalifu unabadilika. Ili tukio liwe funzo na lisirudie tena kwa umoja wetu ambao tutauanzisha kuanzia sasa. Kila mzazi ajue mwanae yuko wapi, saa ngapi na anafanya nini. Mwisho
Nachowaomba ni wahakikishie kwamba Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linafanya kazi usiku na mchana. Ni wahakikishie kwamba tutafanya kazi usiku na mchana. Naomba mtuamini, hawa waliotenda huu unyama, muda si mrefu tutawatia mbaroni ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Narudia kuwapa pole na Mwenyezi Mungu atatusaidia, kwa sababu sisi wema ni wengi, wahalifu ni wachache. Kwa hiyo kwa umoja wetu sisi wema